Naam, asante kwa kuendelea kusalia nasi. Hii ni Channel 10 Habari. Alikuwepo hapa Fatuma Hassan akitupitisha kwenye habari za kitaifa, na sasa ni wasaa habari za michezo na burudani. Niko hapa golikipa wa kisasa wa mpira Eden Bahati kukujuza mengi ambayo yamejiri viwanjani, nikianzia hapa nyumbani Tanzania. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwananchi namba moja Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan leo alimtembelea na kumpa pole mchezaji wa timu ya wananchi Young Africans Pacome Zouzoua ambaye anaendelea kupatiwa matibabu katika hospitali ya Aga Khan Dar es Salaam kufuatia majeraha aliyopata wakati wa mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara dhidi ya timu ya JKT Tanzania. Rais Samia ameendelea kudhihirisha kuwa ni mwanamichezo namba moja kwa kujali wanamichezo, jambo ambalo limeendelea kuwa chachu ya kukua kwa michezo nchini sambamba na kuongeza thamani kwa wanamichezo. Pacome Zouzoua baada ya kupata jeraha katika mchezo wa mwisho wa ligi kuu soka Tanzania bara dhidi ya JKT Tanzania alifanyiwa upasuaji ambapo bado haijulikana ataka nje kwa muda gani mpaka pale ambapo ripoti ya madaktari itakapotolewa. Turejee katika viunga vya jiji la Dar es Salaam ambapo mashindano pendwa ya Masoko Cup kwa msimu 2026 yameendelea kutimua vumbi hii leo kwa michezo miwili kupigwa katika viwanja vya Kines na Chuo cha Taifa cha Utalii, ambapo katika mchezo wa Tazara Veterinary na Tandika Market uliochezwa uwanja wa 90 zimetamatika katika dimba hili la chuo chini ya mabao 3-0. Witness Ngalawa winga Teresa alikuwa shuhuda wa mchezo huo. 90 zimetamatika katika dimba hili la chuo cha utalii bandari kati ya Tazara Veterinary na Tandika Market, ambapo Tazara Veterinary wameanguka kidedea kwa ushindi wa magoli 3. Tunakuzungumza na makocha pamoja na wachezaji. 90 zilikuwa vipi? Twende tukasikie. Kwa mwendelee kutusupport. Sababu tuna safari ndefu na hii ndio kwanza hatua ya makundi. Nadhani tukitoka katika hatua hii tutaenda katika hatua ya 16 bora, na kuna timu nyingi nzuri ambazo nazo zina wachezaji wengi experience. Wangu wengi wadogo hawana uzoefu, lakini hilo sio tatizo kufanya nishinde kupoteza mchezo. Tumefanya uzembe wenyewe. Kumlamu mchezaji mmoja kama kocha kwamba kanye aniangusha, kwa jumla ya timu nzima tukazidiwa. Kwa tushinde ni ukubwa tu wa uzoefu wa sisi wa mashindano ya ambao tunayo sisi. Tuna uzoefu kwa sababu msimu uliopita tumefika kwenye hatua ya nusu finali. Kwa msimu huu tunahitaji tufike finali. Kwa hiyo kilichotufanya tushinde leo ni uzoefu, na timu tuliyokutana nayo ni timu nzuri, lakini ni wadogo kidogo. Nafasi nzuri wamezitumia, sisi tumepata nafasi tumeshindwa kuzitumia, ndio chanzo cha kupoteza mchezo leo. Mpira tumecheza mpira mzuri sio wenyewe, ila wao tupokuwa wamepata nafasi nzuri wameweza kuzitumia, sisi tumepata nafasi tumeshindwa kuzitumia, ni hicho tu basi. Kama ambavyo umetoka kuwasikia makocha pamoja na wachezaji, nikitoka hapa katika uwanja wa chuo cha utalii bandari jijini Dar es Salaam, mimi ni winga Teresa Witness Ngalawa na hii ni Channel 10. Asante Witness Ngalawa kwa ripoti ya Masoko Cup katika uwanja wa chuo cha utalii. Lakini katika uwanja wa Kines, soko la samaki Feli wameibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya soko la Kimara Mwisho. Kwingineko ni kwamba viongozi wapya wa kamati ya Olympic Tanzania TOC wameapishwa leo jijini Dar es Salaam baada ya uchaguzi uliofanyika hapo jana. Akizungumza baada ya uapisho huo, rais mpya wa TOC Leonard Tadeo amesema wamejipanga kutimiza majukumu yao ili kuendeleza michezo ikiendana sambamba na malengo ya taifa. Jukumu hili tulilokabidhiwa ni kubwa na kiu ya Watanzania ni kubwa, na tumeshuhudia wote mdau namba moja wa michezo hapa nchini, Mheshimiwa Rais Mama Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha kwamba michezo inafanya mabadiliko makubwa, inajenga utaifa, inailetea sifa nchi yetu. Tutafanya kila tuwezalo kuhakikisha kwamba michezo inasonga mbele. Mimi rais mstaafu wa kamati ya Olympic Tanzania nawatakia heri na baraka viongozi wote waliochaguliwa kuiongoza kamati ya Olympic kwa kipindi kijacho. Asanteni sana. Wanariadha wa mkoa wa Dar es Salaam waliokwenda kushiriki mashindano ya taifa ya riadha na kushika nafasi ya pili wamepongezwa, huku wakiwasa kuongeza jitihada zaidi. Pongezi hizo zimetolewa na mwenyekiti wa chama cha riadha mkoa wa Dar es Salaam sambamba na wadau waliounga mkono katika mbio hizo. Sapoti yao leo hii ndio imesababisha sisi kama mkoa wa Dar es Salaam kushika nafasi ya pili
katika mikoa 31 ambayo ni ya Tanzania bara na visiwani. Vile vile tukumbuke kuwa Dar es Salaam mara ya mwisho kushika nafasi zile 3 za juu ilikuwa ni mwaka 2015. Kwa hiyo ni miaka takriban 11 leo na sisi tumerudi tena kwenye ile hadhi yetu. Niwaambie tu kuwa sisi malengo yetu mwakani ni kuja na kombe la mshindi wa kwanza. Kwanza kuwapongeza kwa dhati wanariadha wote waliokwenda Kibaha kuwakilisha mkoa wa Dar es Salaam. Niwapongeze sana kwa sababu siku ile tunawakabidhi vifaa vya michezo, walituahidi kwamba watarudi na ushindi. Na kweli wamejitahidi, wameshika nafasi ya pili. Kwa kweli niwapongeze sana. Niwapongeze wana michezo wote waliopata medali za dhahabu pamoja na medali zingine. Tasnia ya filamu nchini imeendelea kuomboleza kifo cha katibu mkuu wa zamani wa Shirikisho la Filamu Tanzania, Bishop John Hiluka aliyefariki Julai 2 mwaka huu, huku akitazama kama mmoja wa waanzilishi wa sera ya filamu Tanzania, ambapo katika uhai wake aliasisi kuanzishwa kwa Shirikisho la Filamu nchini. Akizungumza kwa niaba ya katibu mtendaji wa bodi ya filamu, afisa maendeleo Shedrack Mtega amewataka wasanii na wadau wa filamu nchini kufanya kazi zenye uweledi ili kuacha alama itakayokumbukwa vizazi na vizazi, huku uongozi wa Shirikisho la Filamu ukimweleza kama mwalimu aliacha alama kubwa. Alikuwa ni mtu muhimu sana kwenye tasnia kwa kuwa yeye alikuwa ni mmoja wa watu ambao walianzisha Shirikisho la Filamu ambalo lipo kwa ajili ya kupambana haki za wanatasnia, lakini pia kupambana kwa manufaa ya tasnia. Lakini pia ndugu yetu John Hiluka alikuwa ni mjumbe wa bodi ya wakurugenzi ya bodi ya filamu Tanzania. Bishop Hiluka ni katibu wetu mstaafu wa Shirikisho la Filamu Tanzania. Ni mtu amefanya mambo makubwa na ni kitu ambacho wengi hawakifahamu. Hata hii sera ya filamu tunayoongelea kwa sasa, kati ya waandishi wa mwanzo kufanya huu mpango ni yeye. Wengi sana ya kujifunza kutoka kwa ndugu yetu marehemu Bishop John Hiluka. Alikuwa katika sanaa, alikuwa amevaa kofia nyingi sana ambazo zilikuwa zinamwakilisha yeye kama mwana sanaa, lakini katika jamii pia kuna alama ambayo ameiacha kama mwandishi, kama mwigizaji, kama mwongoza filamu, lakini kwenye familia pia ameondoka. Huko Songwe ambapo kamanda wa polisi mkoa wa Songwe, kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi SACP Agustino Senga amefungua michezo ya Polisi Jamii Cup katika kata ya Mlowo wilaya ya Mbozi na kutoa wito kwa vijana kuitumia michezo hiyo kulinda amani iliyopo na kutojiingiza kwenye vitendo vya uhalifu ama vinavyoashiria uvunjifu wa amani. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu Rose Chapewa inafafanua. Michezo hii inafanyika kwa mwaka wa 4 mfululizo, ikishirikisha timu 20 kutoka wilaya ya Mbozi na wilaya ya Momba mkoani Songwe. Kamanda wa polisi mkoa wa Songwe, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Agustino Senga ndiye amefungua mashindano haya na kusisitiza amani. Michezo ni ajira, ni fursa. Watu wametoka kwenye michezo, sasa tunaona watu wakubwa huko. Lakini kikubwa zaidi, michezo inatuunganisha. Michezo haichagui, haibagui, haina dini, haina itikadi za vyama wala siasa zozote. Lakini tunapokuwa bize na mambo ya michezo, mambo mengine, hatuwezi tukafikiria mambo yasiyofaa. Lakini michezo hii ni afya. Kwa sababu tunapofanya michezo hii tunakuwa na afya. Na ukiwa na afya ndio kila kitu. Mwandaaji wa mashindano haya ambaye ni mkuu wa kituo cha polisi Mlowo, Superintendent John Maro, anasema mashindano haya yamepata vituo 5 vya mafunzo ya michezo ambavyo vimeridhia kutoa mafunzo, lakini ukata wa fedha umekuwa ni kikwazo. Tumepata academy 5 zinahitaji vijana kutoka Mlowo na nafasi ipo, lakini sasa hivi mpira ni ajira. Hivyo basi wanataka tulipe ada. Na ada yenyewe ni ndogo tu. Shilingi 300 kwa mwaka, shilingi 20,000 kila mwezi kwa ajili ya vifaa vyako ambavyo unavaa kwa ajili ya michezo. Mimi niwaalike wadau mbalimbali. Kama tuna uwezo, tutafute basi hao vijana 5, tuwapeleke kwenye zile academy ili waweze na wenyewe watuwakilishe kule. Michezo inaweza kutuunganisha sisi jamii, si ndio jamani? Sasa tuitumie vizuri kwa nidhamu, kwa kupokea matokeo ya mpira ya ligi hii kwa utulivu, ili kujenga nidhamu na amani na mshikamano katika jamii yetu. Niwaombe ndugu wananchi, muendelee kushirikiana na jeshi la polisi tuweze kutokomeza uhalifu
kuacha kukumbatia wahalifu ambao tunawajua, tunaishi nao katika jamii zetu. Nikiripoti michezo kutoka hapa katika uwanja wa shule ya msingi Mlowo, mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10. Taarifa ya Rose Chapewa inatuwekea tu kwenye habari za kitaifa, na sasa ni wasaa habari za michezo medani za kimataifa. Michuano ya kombe la dunia 2026 imeendelea siku ya jana na usiku wa kuamkia leo kwa michezo mingine ya hatua ya 16 bora kuchezwa. Katika mchezo wa kwanza, Norway iliendelea kuandika historia baada ya kuiondoa Brazil kwa ushindi wa mabao 2-1. Matokeo yaliwashangaza wengi kutokana na ukubwa wa Brazil katika soka la dunia. Nayo Uingereza imefanikiwa kutinga hatua ya robo finali baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 3-2 dhidi ya Mexico katika mchezo uliokuwa na ushindani mkubwa hadi dakika za mwisho. Kwa matokeo hayo, Norway na Uingereza sasa zitakutana katika hatua ya robo finali. Leo macho ya mashabiki wa soka duniani yataelekezwa kwenye michezo mingine miwili ya hatua ya 16 bora. Mchezo unaosubiriwa kwa hamu zaidi ni kati ya Ureno na Hispania, pambano la majirani wa Russia Liberia, inayotarajiwa kuwa na kiwango cha juu cha soka kutokana na ubora wa vikosi vya pande zote mbili. Hispania itaingia ikiwa na rekodi nzuri ya uimara wa safu ya ulinzi, huku Ureno ikitegemea ubunifu wa safu yake ya ushambuliaji kutafuta tiketi ya kwenda hatua ya robo finali. Katika mchezo mwingine wa leo, Marekani itavana na Ubelgiji katika pambano ambalo linatarajiwa kuwa gumu kwa kila upande, huku timu zote zikisaka ushindi utakaowapeleka hatua ya robo finali. Naam, kufikia hapo hatuna ziada kutoka kwenye chumba cha habari za michezo na burudani. Kwa niaba ya wote, mimi ni golikipa kisasa mpira Eden Bahati. Atarejea hapa Fatuma Hassan baada ya muhtasari wa habari. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi awatoa wasiwasi wananchi kutokana na uvumi wa kuwepo maandamano hapo kesho Julai 7, huku akisema serikali imejipanga kuhakikisha hakuna vurugu itakayotokea. Baraza la mitihani Tanzania NECTA latangaza matokeo ya mtihani wa kidato cha 6 na ualimu, huku akionyesha kiwango cha ufaulu kuendelea kupanda na kufikia 99% kwa mwaka wa 4 mfululizo. Watu wasiopungua 11 wameuawa usiku wa kuamkia leo, wengine wamejeruhiwa baada ya Urusi kufanya mashambulizi makubwa ya makombora ya droni katika mji wa Kivu nchini Ukraine. Na katika michezo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amtembelea na kumpa pole mchezaji wa timu ya Yanga Pacome Zouzoua anayepatiwa matibabu katika hospitali ya Aga Khan jijini Dar es Salaam. Naam, shukrani sana Eden Bahati kwa kutujuza kwa upande wa michezo na burudani kitaifa lakini pia kimataifa, na sisi tunasema hatuna la ziada. Shukrani za pekee zije kwako wewe ambaye umeweza kufuatilia matangazo yetu ya kutwa nzima ya leo. Tunakutakia usiku mwema. Ulikuwa nami Fatuma Hassan na kwa upande wa lugha ya alama ni Ramla Jabu.